Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dr. Sharifu tiba asili Tanzania. Basi kama ndio mara yako ya kwanza kuweza kupatana na mimi na kuweza kufuatilia vipindi vyangu, ninakuomba uweze kusubscribe maneno mekundu hapo, na pia ninakuomba uweze kulike. Unavyo-like, mnapokuwa wengi kulike, ndivyo mnavyonitia moyo katika masomo na katika vipindi mbalimbali. Lakini lengo kubwa ni kuwapa maarifa, na lengo kubwa ni kuwasaidia, na lengo kubwa ni kutatua baadhi ya matatizo ambayo wewe umeshangaika kwa watu mbalimbali, kwa mashehe, kwa maustazi, kwa baadhi ya wataalamu, lakini mambo kaona ni magumu. Pia inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu naweza nikakusaidia kulingana na masuala machache ambayo utakuwa unayo au yanakukabili au yanakusibu. Na moja kwa moja leo sitakuwa mwingi wa maneno mengi. Leo nakupa zawadi hii, na natakiwa zawadi hii uende ukaifanyia kazi kuanzia leo. Ifanyie hata mwezi mmoja, utanipa majibu, utakomenti hapo. Nachokufundisha ni kitu ambacho kitakusaidia. Kila asubuhi unapotaka kuamka asubuhi, mkono wako wa kushoto ambao ni left hand, ambao kwa Kiingereza wanaita palms, ambao unatakiwa uweze kuandika maneno haya katikati ya mkono wako. Utauliza katikati ya mkono wako, mkono ukiandika haya yatakusaidia kufungua zile njia za riziki zako au bahati yako au masuala yako ya pesa yanakuwa mazito. Andika namba hizi katika mkono wa kushoto. Kisha andika, sehemu ya kuandika ni katikati kama hivyo. Unaweka vitu vyako kama hivi katikati. Ukishaandika vitu hivi katikati, basi unaandika kwa kutumia marker pen. Unaandika iwe nyekundu, iwe blue, yoyote iwe kijani. Unaandika maneno haya ya katikati ya hapa chini. Basi nakwambia utazidi kuona mambo yanavyokwenda vizuri. Kila asubuhi ukiamka andika maneno haya katika mkono wako wa kushoto, nenda katika mambo yako. Alafu kitu cha pili, kama unaona masuala yako kama kuna blocking, yani kama kuna vitu vinazuia mambo kutokwenda sawa sawa, tafuta vitunguu vyako maji vya namna hii, viwe vikundu kama hivi. Usichukue rangi tofauti na vyekundu kama hivi hapa. Ukishamaliza kuchukua vitu vyako, vitunguu maji vyako vizuri namna hiyo, kimoja tu, basi usikate chochote. Tafuta bucket lako au tafuta ndoa yako ya maji au sufuria lako unalotumia, unaogea kitu gani. Tia hii kitu katika ndani ya maji yako hayo muda wa usiku au muda wa jioni. Weka manuizi yako kwamba nikienda kutumia dawa hii iende kutoa vitu ambavyo vinazuia mipango yako kutokwenda vizuri, inayozuia mambo yako kutokwenda sawa, inayoharibu njia zako kutokwenda vizuri. Kila ambacho unakifanya kiendi sawa sawa, unaacha maji hayo kuanzia jioni mpaka asubuhi. Ikishakucha asubuhi sasa, utakuwa umechukua maji yako, utatoa hicho, usimenye chochote wala usimenye chochote. Ukishamaliza yale maji utaoga mwili wako wote. Kipindi hicho ukiweka manuizi ya kwamba najivua yale matatizo, najivua ile mikosi, zile nuksi zikutoke, urudi katika hali yako vizuri. Fanya zoezi hili kwa muda wa siku 7, alafu utaleta mrejesho hapa ni kitu gani utakuwa umekiona kupitia wewe. Na jambo la pili, hichi kitunguu kina mambo mengi sana, na kama pia kuna mtu unamdai pesa yako ni mgumu wa kulipa, basi utakuja utakikata katikati humu, utakibalance pasu na pasu. Utaandika jina la mlengwa katika kalamu nyekundu. Kishamaliza kuandika katika kalamu nyekundu, utatia lile jina humu ndani. Utakiweza kukinuia vile unavyotaka kuhusu yule mtu akulipe deni lako. Basi utakifunga vizuri. Utamaliza utatia katika dirisha lako. Kitakaa hapo mpaka hakikisha yule mtu amekupea pesa yako, umeweka manuizi yako vizuri humu. Basi weka katika dirisha lako pia. Hiyo ni kitunguu maji hicho. Na pia swala lingine, kinaweza kupiga uadui. Kama unahisi kuna mtu anakuloga au kuna mtu anakuharibia mipango na unataka kile anachokifanya ina return back to sender, kina maajabu mengi sana. Hicho utanunua sindano 12, au unaweza ukatumia misumari, au unaweza ukatumia sindano
utakuwa unachomeka hapa, inatoka upande mwingine, unachomeka huku, inatoka upande mwingine, unachomeka huku, inatoka upande mwingine. Kipindi hicho unaweka manuizi kwamba najitoa yale matatizo nilionayo, zile nuksi, zile balaa, zile shida zinazonisibu, nazirudisha return back to sender wanaotumia. Kisha maliza utatia katika maji kako kidogo kwenye kopo lolote, basi yale maji utaweka nje ili yapigwe hewa katika sehemu unaona ni pazuri. Unaweza ukaweka au ndani mwako ukakalisha au katika chumba chako kwa muda wa siku 7. Yale maji utatoa, utafukia kile kitu kwa manuizi, lakini usishike maji yale kwa sababu yatakuwa yamebeba vitu vibaya. Kitu hichi pia kina matumizi mengi. Kama wewe haupati hashiki vizuri, ufanyi kazi vizuri, basi utakatakata vizuri, utatia katika maji yako, utachemsha, basi utatacha, utachanganya na asali na tangawizi na mdalasini. Utakuwa unatumia kunywa asubuhi na jioni kila siku mpaka uhakikishe mambo yako yanakwenda vizuri. Kina mambo mengi, kinatibu mafua na kina masuala mengi, lakini leo nimeamua nianze kukufundisha kidogo kidogo. Kupitia kitunguu hichi utajua mambo mengi, namna ya kupiga pia maadui au namna kinavyofanya kazi nyingi, kinavyotibu mambo mengi. Kama umeng'atwa na nyuki, umeng'atwa na inge, umeng'atwa na mdudu yoyote, chukua maji yake, sugua katika sehemu ulikong'atwa, hali hiyo itapona. Na pia kama umeteguka, umeumia sehemu, maumivu makali, tumia kuchua, utakuja kunishukuru inshallah kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Endelea kunifuatilia katika vipindi mbalimbali, endelea kunifuatilia katika masomo mbalimbali. Ukiwa na jambo lolote, basi unaweza ukanicommunicate na ukanipigia simu moja kwa moja. Kaandika alama ya kujumlisha 255745382890. Hiyo namba unaweza kupata kwa WhatsApp, lakini pia unaweza ukanipata kwa Safaricom. Kaandika alama ya kujumlisha 254796168648 au narudia +25796168748. Pia inaweza nikakusaidia kulingana na swala ambalo utakaokuwa unalihitaji. Tuendelee kunifuatilia katika mwendelezo ufuatao. Wabillahi tawfiki, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.